Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumatatu njema. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana. Tunajua ni mwanzo wa wiki na baraka zote tunazianzia kuzitengeneza katika ulimwengu wa roho siku ya Jumatatu. Tunapojiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya neema na rehema. Biblia inaeleza katika kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 15. Anasema maana amwambia Musa nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Tunaona Mungu ndo anayesema kwamba rehema zinaenda kwa nani? Yeye ndo anayemrehemu mtu, anayetupa rehema. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana tunapata rehema, machoni pa uso wa Bwana tunapata rehema. Lakini tunapoenda mbele za Mungu siku ya Jumatatu huwa ni ibada kubwa sana, kubwa mno katika ulimwengu wa roho. Ni kubwa mno katika ulimwengu wa roho kwa sababu ni tofauti na ibada nyingine ambazo unaweza ukawa una imagine, unaweza ukawa unapata picha. Hapa tunaposema ya kwamba kukombolewa na nguvu za giza kutoka kwenye familia za ukoo na hivi na hivi. Yaani unapata picha kwamba kuna uchawi kwenye familia, wewe mwenyewe unajua mtu fulani ni mchawi. Yaani kuna picha fulani ambayo unaweza kuipata. Lakini kujiweka wakfu kwa Bwana ni picha ambayo ipo katika spirit, ni katika roho, ambayo imejaa utekelezaji mkubwa ambao ni wa kiroho. Lazima uchungulie kwa imani kubwa sana, kwa sababu katika ulimwengu wa roho unapojiweka wakfu unakuwa kitu kingine kabisa. Lakini katika ulimwengu wa mwili ukitembea unakuwa wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho unakuwa ni kitu kingine kabisa. Namna ambavyo mbingu zinakuangalia baada ya kujiweka wakfu na vile namna ulimwengu wa giza unavyokuangalia baada ya kujiweka wakfu, ndio mambo ya ajabu ambayo hayajawahi tokea. Kwa sababu ulimwengu wa roho unavyokuangalia sio kama unavyoonekana katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili utaonekana tu vile vile, lakini mwenye anachungulia katika ulimwengu wa roho anaelewa ya kwamba huyu mtu hagusiki, huyu mtu halogeki, huyu mtu hasogeleki, huwezi ukamsogelea, vitu vyake huwezi ukavisogelea. Yaani ile identity yako inabadilishwa, ile coverage yako, insurance yako, ile namna mbingu zinaanza kukuangalia ni tofauti na vile ambavyo unajiona. Unaweza ukajiweka wakfu sasa hivi, lakini baadaye ukawa umesahau kama ulikuwa na ibada kujiweka wakfu. Lakini mapepo hayawezi kuiacha kuiona ile alama. Mungu hawezi acha kuiona ile alama kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Bwana, maandiko yanasema ili tupate kubarikiwa na Mungu wetu. Maana yake zipo baraka Mungu ameziandaa ambazo ni mpaka, kanuni yake ni mpaka zikutane na mtu aliyejiweka wakfu kwa Bwana. Hapo ndipo anapobarikiwa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 29, Musa akasema jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Yaani kulikuwa kuna baraka Bwana anataka kuziachilia, lakini mpaka mtu ajiweke wakfu. Ni mpaka mtu ajiweke wakfu ndio aweze kupokea zile baraka. Mpaka mtu aingie agreement katika ulimwengu wa roho. Kuna neema inayotokana na mtu kujiweka wakfu ili apate kubarikiwa. Sasa mapepo pia akija akimwangalia mtu, anaangalia amejiweka wakfu, ndio basi yanashindwa kumgusa. Mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda jana kwenye ibada, akasema ya kwamba alipata ajali ya pikipiki, na yeye alikuwa akiendesha pikipiki na mwenzie anaendesha pikipiki, wakakutana katikati kwenye makutano, zile barabara za Kariakoo zile ambazo huwa zinakutana katikati, wakakutana wakagongana. Akasema anajiangalia yeye mzima kabisa, pikipiki yake nzima haina hata mkwaruzo, anamwangalia aliyegongana naye ni pikipiki nyanga kabisa, na yeye yuko hoi tena hoi. Sasa anajiuliza
mbona tumegongana, lakini mbona mwenzangu yuko katika hali hii na chombo chake yuko katika hali hii? Mbona mi niko mzima na amegonga kabisa kwenye mguu wangu? Mbona mi mguu wangu hauumi wala hauna dalili yoyote kwamba umepata shida, na chombo changu mbona kiko pale kimepaki hakina shida yoyote? Bwana akamsemesha akasema, ni kwa sababu ulijiweka wakfu. Ni kwa sababu ulijiweka wakfu. Unaweza ukaelewa katika ulimwengu wa roho nini kilitokea. Malaika walizunguka na kumkava, yani hawamkavi kwa sababu yeye ni mwema. Wanamkava kwa ajili ya covenant, agano aliloliweka, namna alivyojiweka wakfu kwa Mungu. Ni lazima kuwe kuna special cover ambayo huwa inakuja ina cover kwa wote waliojiweka wakfu, kwa wote waliojiweka wakfu kwa Mungu. Yani labda nikupe tu, si watu wote wanamtegemea Mungu. Kuna wengine wanajiweka wakfu kwa mizimu kila Jumatatu. Kuna wengine wanajiweka wakfu kwa wachawi na waganga kienyeji kila Jumatatu. Kuna wengine wanachinja makafara kila wiki kwa ajili ya ulinzi wao. Kwa kila mtu kuna namna anajiweka ulinzi wake, anaweka garanti yake huko. Lakini kuna wale ambao tunaweka garanti yetu, uzima wetu, tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu. Kwa hiyo inamaanisha kila mtu na Mungu wake, na kila mtu na ushindi wake. Sisi tunaomwamini Bwana huwa tunajiweka wakfu kwa Bwana, na wengine unakuta wanamwamini shetani, wanajiweka wakfu kwao. Kwa hiyo unajikuta upo katikati ya biashara ambayo kila mtu kajiweka wakfu kwa Mungu wake. Lakini wapo wale watu ambao vuguvugu, ambao wenyewe hawafanyi matendo ya kiroho. Wapo tu, anakuambia mimi nampenda Mungu, lakini hajiweki wakfu kwa Bwana. Yupo tu, anaambia mimi namwamini Mungu, lakini hakuna action. Biblia inaeleza ya kwamba imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Yani hata ukisema unampenda Mungu, lakini Mungu anatembea kwenye kanuni zake ni kwamba ili apate kukubariki lazima ujiweke wakfu, utengwe ya kwamba wewe ni wa mtu fulani. Na ndio maana nasema hivi, na ile mikate iliyowekwa wakfu kwa Bwana haikuwa inalika tena. Kwa sababu gani? Imewekwa wakfu kwa Bwana. Sio mikate ya kawaida. Sasa hii mikate ambayo inakaa kwenye sinagogi, ambayo imeshawekwa wakfu kwa Bwana, huwezi enda chukua na ukala tu. Huwezi chukua, hailiki hiyo. Kwa sababu gani? Imewekwa wakfu kwa Bwana. Ndivyo ilivyo hata ukiwekwa wakfu kwa Bwana, hulogeki wewe, huguswi wewe, kwa sababu umewekwa wakfu kwa Bwana. Vita vyetu ni vingi sana katika ulimwengu wa roho. Shetani anatamani kuweka magonjwa, anatamani kuweka mauti, anatamani kuleta ajali, anatamani kufanya uharibifu wote. Lakini unapojiweka wakfu kwa Bwana, uko safe, uko salama. Adui akija, si kwamba umeomba vizuri sana, no. Kwa sababu Mungu ulimwambia huna Mungu mwingine zaidi yake, akulinde, akuhifadhi na kukutetea. Huna msaada mwingine, hakuna mahali pengine unategemea, unamtegemea yeye tu. Ndio maana umejiweka wakfu. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunamwambia Mungu hatuna msaada mwingine, hatuna Mungu mwingine wala ngome nyingine. Wewe ndio tegemeo na egemeo letu. Pasipo wewe basi tumeangamia, na tunajua kwa kujiweka wakfu hatuangamii, kwa sababu utatulinda kiagano sawa na vile tulivyojiweka wakfu kwako. Kwa unaona, katika ulimwengu wa roho mapepo yakija yanamuona mtu aliyejiweka wakfu. Yani katika ulimwengu wa roho mapepo yakija yanajua huyu hajajiweka wakfu kabisa, hajasikiliza chochote juu ya kujiweka wakfu, haelewi chochote. Na kwa sababu haelewi, basi tuko free kufanya chochote. Kuna mapepo yanafika, anaangalia, anasema huyu ana taarifa za kujiweka wakfu, lakini hakujiweka wakfu. Kwa maana gani? Alisikia lakini hakutoa sadaka kujiweka wakfu. Kwa hiyo tunafanyaje? We are free, tuko huru kwake. Kwa huyu hapa alisikia na akajiweka wakfu kwa sadaka yake. Sasa kwa nini umuhimu wa sadaka ya kujiweka wakfu? Kinachoongea katika ulimwengu wa roho sio kwa kuwa umesikia, no. Ila ile sadaka ni kitu ndio kinacho display jambo lolote la kiroho. Jambo lolote la kiroho linaonekana
kwa sadaka. Ile sadaka ndio inaonyesha kwamba huyu mtu ni wa rohoni ama si wa rohoni. Jambo la kiroho linaonekana kwa sadaka. Inayotanguliaga kuonekana ni sadaka. Kinachomketisha mtu kwenye kiti na kumpa mamlaka ni sadaka. Sadaka ndio inayompa utambulisho mtu ya kwamba huyu ni mtu wa namna gani, ana kibali kwa kiwango gani, ni sadaka. Kwa hiyo sadaka ni kitu muhimu sana unapokuwa mtu wa rohoni, aidha ni wa giza ama ni wa nuru. Sadaka ndio inayokutambulisha. Kwa hiyo ile tu kwamba umesikia, sio kwamba ndio umepokea. Hapana, ila sadaka yako ndio inayokupa nafasi kwenye kile ambacho umesikia. Na ndio maana watu wengi sana kwa mazoea ndio maana wanasema hivi, maombi hayana majibu. Kwa sababu gani? Unakuta mtu anaomba, yuko na maombi yake binafsi, yuko na mfungo wake binafsi, anaishia tu kufunga, anaomba, anaondoka. Hiyo bado haijakamilika. Ni lazima kuwe kuna sadaka ili uweze kuwa mfungo. Lazima uwe kuna maombi, kuna kutokula chakula kwa maana kujinyima, lakini lazima kuwe kuna sadaka. Uwe na maombi yako binafsi, lazima kuwe kuna sadaka. Haijalishi unaomba nini, lakini lazima kuwe kuna sadaka. Yani huwezi ukaikimbia sadaka ukasema mimi nitaomba masaa 2. Omba hata masaa 3, 4, 5. Kama hakuna sadaka, hayo maombi ni kazi bure. Kwa sababu jambo lolote la kiroho lazima kuwe kuna sadaka, ndio inayotambulisha ya kwamba kulikuwa kuna activity fulani ya kiroho inaendelea. Sadaka. Na ndio maana ukisikia shuhuda za wale watu ambao huwa tuna wahudumia deliverance, tunawafanyia kujifungua katika activity za giza walizokuwa wakizifanya za kichawi, ukiwasikia wanasema ya kwamba sisi agenda zetu, nilikuwa na mhoji binti moja anasema agenda zetu sisi tunapokuwa kwenye vilinge vya kichawi usiku wote ni sadaka. Anasema hivi, sadaka ndio inayokupa nafasi uketi wapi. Akasema hatuketi kwa umri, hatuketi kwamba ulikuwepo mchawi kwa muda mrefu. No. Unakuwa updated na unakaa kwenye kiti kutokana na sadaka yako. Yani jinsi sadaka yako ndio inakuambia ukaketi wapi. Kwa kama hauna sadaka ya maana, unaenda kuketi mahali fulani. Kama una sadaka ya maana, unaketi mahali fulani. Haya ni mambo ya rohoni ambayo shetani ameyapinga kabisa. Hataki watu wahubiriwe. Yani hawataki watu wahubiriwe. Anataka watu waseme tu kwamba chochote ulicho nacho unaweza ukatoa. Utasikia tunaimba na ule wimbo kwamba toa ndugu chochote ulicho nacho, Bwana nakiona. Chochote tu. Si kweli. Bwana haangalii chochote. Bwana anaangalia ubora. Na ndio maana akasema ya kwamba nitawapaka mavi, naam, mavi ya sadaka zenu. Anasema kwa nini mlinipa sadaka aliye kilema, sadaka aliye kipofu? Haangalii chochote. Wa zamani watu walikuwa wanatoa kilicho chochote. Kama ni chochote, basi sadaka ya Kaini na yenyewe ingepokelewa. Mungu haangalii tu chochote, anaangalia ubora wa sadaka, lakini uliotolewa kwa moyo wa kupenda. Sasa sijajua kwa nini naenda huko, lakini kuna mtu mmoja naye anahudumiwa, kwamba lazima ujue ya kwamba jambo lolote la kiroho lazima liwe na sadaka. Kama unafanya maombi yako binafsi, lazima iwe na sadaka. Kama unajiweka wakfu kwa Bwana, lazima kuwe kuna sadaka. Hata kama unaomba mara 10 kwa siku, hakikisha una sadaka ya mara 10. Uweze kusema Bwana, hii mimi nimetoa inatosha. Sikia, kila jambo la kiroho ni kanuni, yani ishikilie, itakusaidia ili usio unaomba hafu mimi nimeomba sana juu ya ndoa, nimeomba sana juu ya mme, nimeomba sana. Sadaka zako ndio zinazotambulisha maombi yako. Mungu wangu akubariki sana. Tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wiki hii, tunaambia Mungu atubariki, Mungu atulinde, tutetewe na yeye. Roho chafu za magonjwa, spiritual attacks, hofu, wasiwasi na mashaka, vyote vinaenda kuwa banned. Tunaviondoa, tunaviteketeza kwa moto. Tunataka twende mbele za Bwana, tuombe.
Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani kwa kutupa nafasi katika ulimwengu wa roho, ili nasi tuweze kukaa katika agano la kulindwa na we, Mungu wa kweli. Tunapojiweka wakfu kwako, mfalme wa amani, maana yake ni kwamba wewe peke yako Mungu wetu, tunakutegemea wewe tu. Hatuna Mungu mwingine wala msaada mwingine, hatuna tegemeo jingine zaidi yako Mungu. Wewe peke yako ndio tegemeo na egemeo letu, Mungu liye hai. Tunaomba msaada kutoka patakatifu pako kwa kujiweka wakfu ya kwamba Mungu, tunapotembea tuwekewe alama ya kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, tuwekewe alama ya kulindwa katika ulimwengu wa roho. Adui asichezee hisia zetu, hata mtu awaye yote asiwe na hofu, wasiwasi na mashaka. Adui asipate nafasi ya kutunyima raha kwa namna iwayo yote. Mungu liye hai, hakutakuwa na uvamizi wao wote, uwe ni wa magonjwa, uwe ni uvamizi wao wote katika ulimwengu wa roho. Tumeufuta katika jina la Yesu, na tupo salama kwa kujiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Mungu liye hai, tunajiweka wakfu leo, sisi na watoto wetu na familia zetu na wenza wetu, sisi na mali zetu na huduma zetu, sisi na biashara zetu na mahali pote tulipoajiliwa. Mungu liye hai, chochote tunachokifanya, yaani kila tuingiapo na tutokapo, mkono wako ukawe pamoja nasi. Mungu liye hai, asante kwa maana maombi haya yanategua mipango yote ya nguvu za giza. Tunajua na shetani naye ameweka plani zake za wiki hii zinaharibika kwa kujiweka wakfu kwetu kwako, Mungu wa kweli. Mipango yote ya Lucifer na malaika zake haitafanikiwa, haitasogelea maisha yetu, kwa maana tumejiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Tulindwe na wewe, tutetewe na wewe, tushindiwe na wewe, Mungu liye hai. Ninaona watu wakipona, ninaona mtu mmoja magonjwa akimwondoka, ninaona kama kuna kitu kinayeyuka ndani ya mwili wake, ninaona kama kuna jambo jipya linaumbika. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana ninaona mtu mmoja unamponya allergy. Ninaona hali fulani ya miwasho ikiondoka kwa mtu. Ninaona kuna uponyaji unaingia, kuna kitu kinayeyuka, kuna jambo fulani linatoka kwenye mwili wa mtu mmoja. Naona kuna jambo linatoka, kuna jambo linayeyuka, kuna kitu cha kiuponyaji kinaendelea kwa mtu. Mungu liye hai, asante kwa ajili ya package hiyo. Tunapokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Tunapokea katika jina la Yesu. Kila uharibifu kayeyuke. Kama nilivyoona ndivyo ikawe hivyo kwa mtoto wako ananisikia. Uharibifu wote ukayeyuke, giza likatoweke, na ikawe nuru, tena nuru ya ajabu. Tulindwe na wewe, tutetewe na wewe, Mungu liye hai. Ninaona moto, ninauona moto, ninauona moto, e Bwana. Nawe wasema ya kwamba huo moto ni ulinzi, ni wigo uliozungusha kwa watu wako. Tumezungushiwa huo moto. Baba, ninasema asante, ninasema asante. Asante kwa moto, asante kwa nguvu zako unazoziachilia kwetu. Tunakushukuru mfalme wa amani. Baba, ninaiona kamba, nauliza ni nini? Unaniambia ni mtego umeteguliwa. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana kila mtu ambaye adui ametega mtego kwa ajili ya maisha ya mtoto wako, ule mtego umeteguliwa katika jina la Yesu. Hautaonekana tena, hayataonekana mateso tena, haitaonekana dhiki tena, kwa maana mitego imeteguliwa. Mungu liye hai, asante kwa uaminifu wako. Endelea kutufunika kwa wingu lako. Tupo tayari kuhudumiwa na wewe, tunakutegemea wewe. Tunapojiweka wakfu, tunaweka tegemeo na egemeo letu kwako, Jehova Mungu liye mwema, mwaminifu, mwenye nguvu zote na mamlaka zote. Baba, tunakushukuru kwa rehema na neema zako nyingi. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, tunajiweka wakfu, kila anayenisikia wakati huu, tunajiweka wakfu kinyume na magonjwa, kinyume na hatari, kinyume na ajali, kinyume na kila uharibifu. Tunajiweka wakfu, Mungu liye hai, ukasimame kinyume na vyote vya uharibifu. Ukatupe neema, ukatupe baraka, ukatupe kufanikiwa,
ukatuinue, ikawe ni wiki itakayotengeneza alama ya kuinuliwa kwetu katika ulimwengu wa roho, tukapata kuinuka. E Bwana, tuinuke kiuchumi, tuinuke kwenye kila kona. Amani ikawe vazi letu, amani ikawe vazi letu, furaha ikawe vazi letu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana, utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.